بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1444 katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, tulimalizia kugusia katika juma lililopita njia walizotumia Makuraish katika kuzuia da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isienee, pamoja na vitimbi vingi walivyofanya Makuraish, na tulieleza njia zao walizotumia. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى. Mtume صلى الله عليه وسلم hakujali, bali akaendelea kuwalingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. ويئست قريش منه, na Makuraish wakakata tamaa kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم atasimama asifanye da'wa. Kwa wakafahamu na kudiriki kuwa zile njia walikuwa wakizitumia katika kuizuia da'wa ya tauhid, da'wa ya Uislamu isisonge mbele, kutaka kuiangamiza, hazikufaulu. فاجتمعت رؤوس المشركين وقرروا اللجوء إلى العنف. wakakufanya mkutano wakubwa wa washirikina wa Makka, kisha wakakubaliana kuanzia sasa waanze kutumia nguvu, sababu uslubu ule wa kutumia vitimbi mbalimbali haukufaa. Kwa hiyo tuwe moja kwa moja tutaingia katika kutumia nguvu sasa. Katika kupiga vita Uislamu, na kila anaingia katika Uislamu watumie nguvu katika kumtoa katika Uislamu. واصدروا اوامرهم الى القبائل ليصبوا العذاب والاذى على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. kwa wakatoa amri kwa kila kabila yoyote katika wao atakaosilimu, ni jukumu lao kumteremshia adhabu, kumuudhi yoyote atakayemfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na siku zote huu ndio mwisho wa watu wa batili, wakiona katika upande wa kutumia vitimbi aina mbalimbali hakukufaulu, mwisho sasa huanza kutumia nguvu moja kwa moja, na wala hawana haya katika kule kutumia nguvu kwao kutaka kuizuia da'wa ya Uislamu. قال ابن إسحاق akieleza ile jambo asema, فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين. kila kabila likawarukia na kuwavamia wale waliosilimu kati ya wao. فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش, wakawa wafunga wawaadhibu kwa kuwapiga, kuwaweka na njaa na kiu. وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر, kadhalika walikuwa wakiwaadhibu kwa ardhi iliyokuwa moto ya Makka, lile jua likiwa kali aweza kuchukuliwa mmoja wao akalazwa katika
ardhi maungo wazi ili yachomeke na ule mchanga. Kwa ikawa ni fitna kubwa sana kwa yoyote aliyemfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب. الله سبحانه وتعالى alimhami mtume wake sallallahu alayhi wasallam kupitia ammi yake Abu Talib, لأنه كان شريفا معظما في قريش, kwa sababu alikuwa ni mtu mtukufu wakimaadhimisha makuraish, muta'an fi ahlihi, tena alikuwa akitiiwa kwa jamaa zake wa nyumbani. wa ahlu makkah la yatajasaruna ala mukashafatihi bi shay'in min al-adha, na watu wa Makkah hawezi kumuonyesha udhia wa aina yoyote kwa sababu alikuwa ni mmoja wao na yeye ni mushrik kama wao. Kwa wakawa katika kuamiliana naye kidogo wachunga. Ibn Qayyim asema: wakana min hikmati ahkamil hakimin subhanahu wa ta'ala baqa'uhu ala dini qaumihi, katika hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala akabakia Abu Talib katika dini ya watu wake, akawa katika dini ya kuabudu masanamu vile vile. lima fi dhalika min almasalih allati tabdu liman ta'ammalaha, so ndani yake hapa pia kuna maslaha makubwa hudhihirika kwa yule mwenye kuzingatia makini. Abu Talib hawezi kumkabili kwa kumuudhi na kumzungumzia vibaya kwa sababu ni mmoja wao, kwa wakawa wachunga katika kuamiliana na Abu Talib, na ndio pale Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam wakawa hawawezi kumfikia. وكان المجاهرون بالظلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن به, na walikuwa katika wale waliodhihirisha wazi ile dhulma kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kadhalika kudhihirisha wazi dhulma kwa wale walioamini, wale ambao wako katika top list ya makuraish waliokuwa kiwaudhi sana masahaba. Namba moja kabisa ammuhu Abu Lahab, ammi yake tu, ndugu yake babake Abu Lahab. na Abu Lahab mata baada ghazwati Badr al-Kubra kafiran, na Abu Lahab alikufa baada ya vita vya Badr akiwa kafiri, hakwenda vitani, alikufa akiwa kafiri. Wapili katika wale walikuwa wakiwaudhi sana waislamu ibn ammihi Abu Sufyan ibn al-Harith, mtoto wa ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan ibn al-Harith. na huyu aslama qabla fathi Makkah wa hasuna islamu, alislimu kabla ya fathu Makkah, na alikuwa akimfanyia uadui sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. na ndio maana mpaka baada ya kusilimu kwake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hamwangalii, akija Mtume sallallahu alaihi wasallam mgeuzia sura kama kumwambia wewe mtoto wa ammi yangu katika watu wote wanifanyia mimi uadui. Ikawa hili la mchoma sana, limemchoma kiasi cha kuwa ikawa atafuta njia yoyote kumridhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka katika ghazwa Hunain akawa mbele, mstari wa mbele katika vile vita kumhami Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akafanya mambo makubwa, tutakuja kuyazungumzia tukifika katika tukio hilo insha Allah, mpaka akamfurahisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mwanzo aliwatesa sana Waislamu, kisha akasilimu akawa mtu mwingine. Utbah ibn Rabi'a
قتل كافرا في غزوة بدر الكبرى. عتبة ni katika wale watu waliotoka katika mubaraza kwenye vita vya Badr. Alipotoka Hamza na Ali na wao wakatoka upande ule, Utba alikuwa mmoja wao katika wale waliouliwa mwanzo kabisa, katwa kichwa katika vita vya Badr mwanzo kabisa. Na kuna Shayba ibn Rabi'a ambaye ndugu yake Utba pia. Shayba kutila kafiran fi ghazwati Badr al-Kubra, sababu yeye alitoka yeye na ndugu yake katika mubaraza, wakapambana na kina Hamza na Ali ibn Abi Talib. Ikawa vita mwanzo asubuhi na mapema wakakatwa vichwa hao wili mapema kabisa, watu wa kwanza waliouawa. Uqba ibn Abi Mu'ayth usira fi ghazwati Badr al-Kubra. Uqba ibn Abi Mu'ayth alishikwa mateka katika vita vya Badr. Alipofikishwa huko, amara ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam biqatlihi, kwa sababu alikuwa na huyu alikuwa muovu. Mtume sana makamrisha kata kichwa, hata hakuna kulipa fidia huyo. Faqutila kafiran, huyo akafa katika kufuru. Abu Sufyan ibn Harb katika watu waliompiga vita sana Mtume sallam kabla ya kusilimu. Thumma aslama fi fathi Makkah wa hasuna islamu, akasilimu katika fathu Makkah na uislamu wake ukawa mzuri, akawa na mchango mkubwa sana katika Uislamu, bali akapoteza jicho lake katika jihad fi sabilillah, akadungwa kwa mshale wa jicho radiyallahu anhu arda. الحكم بن أبي العاص ابن أمية أسلم في فتح مكة وحسن الإسلام. نهو بي الحكم ابن أبي العاص ابن أمية الإسلام مكة وفتح مكة، نهو إسلام واكي وكاو مزور. النضر بن الحارث أسر في غزوة بدر الكبرى. النضر ابن الحارث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل كافرا. na huyu pia Mtume salama akaamrisha auawe, akauawa katika kufuru. Kuna wengine wamefanya mambo hayasameki, maovu sana, walioua kule katika masahaba wa Mtume sallam, wakawafanyia unyama, au walikuwa wakikamatwa wauawa. Abu al-Bakhtari ibn al-As ibn Hisham قتل في غزوة بدر الكبرى كافرا، هو aliuawa katika safu ya washirikina katika vita vya Badr. Walikwenda wengi katika sanadidu Quraysh, na ile ilikuwa ni nusra kubwa sana. Hawa sanadidu Quraysh, wale magwiji wale katika kuwaudhi wengi, waliuawa katika vita vya Badr. Sasa watu wangoja katika listi bwana mkubwa huyo Abu Jahl, huyo alikuwa pia ndio yuko mbele kabisa. Abu Jahl ibn Hisham, wa huwa fir'aun hadhihi al-umma, ili ndio jifirauni kubwa ili lahu umma. قتل في غزوة بدر الكبرى كافرا لعنه الله، huyo aliuawa katika vita vya Badr, la'anahu Allah. Alikuwa muovu sana Abu Jahl. Nani utamtajia Abu Jahl amjue? Hata nimeona clip juzi, jamaa amekwenda Makkah, amuulize yule askari wa pale Makkah, mtaka kujua nyumba za baadhi ya watu hapo walikuwa kiishi wapi wale wakati ule? Ambiwa nani? Anasema Abu Jahl. Yani yeye nkosa mtu wa kumuulizia Abu Jahl, wewe salala tafuta pipa la taka kule alikuwa kiishi huko. Sitabu hii, mtu enda mpaka Makkah kule ulizia nyumba ya Abu Jahl iko wapi? Waitakia nini? Almuhimu Abu Jahl katika tarikh ajulikana kwa uovu alikuwa nao, kwa muovu sana. Al-Walid ibn al-Mughira mata qabla ghazwati Badr al-Kubra kafiran, na huyu ni baba yake Khalid ibn al-Walid, alikufa katika kufur kabla ya vita vya Badr. Al-As ibn Wa'il
mata qabla ghazwati badr al-kubra kafiran, na huyo pia alikufa kabla ya vita vya Badr akiwa kafiri. Umayyah ibn Khalaf qutila fi ghazwati badr al-kubra kafiran, qatalahu Bilal radiyallahu anhu. Bilal alikuwa akisema katika vita vya Badr, aina Umayyah ibn Khalaf la najautu in naja, ni mimi ama ni yeye? Sababu huyo ndio alikuwa akimtesa Bilal kweli kweli, yeye ndio alikuwa akimlaza kwenye mchanga wa moto Makka, kimwekea jiwe kwenye kifua. Bilal akasema, leo katika hivi vita kama ni yeye ama mimi, ikiwa ataishi basi mimi ninakufa, ni moja katika mawili. Mpaka akampata akammaliza, akalipiza yale yote alikuwa akimfanyia kule nyuma huko alipokuwa Makka. Waliuawa na Bilal radiyallahu anhu arda. Ubay ibn Khalaf هذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كافرا, na huyu ndiye mtu mmoja wa pekee ambao ameuawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee yake. Yeye ndiye aliuawa na Mtume, na hakuna mtu mwovu kama aliyeuawa na Mtume katika mitume wa Allah. Huyu bwana huwa alwahid alladhi qatalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Na huyu Ubay ibn Khalaf alikuwa ajipiga kifua katika vita vya Uhud kuwa yeye atamuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Mtume sallam akaomba harba, ule mkuki mfupi, na watu walikuwa wamechanganyikiwa katika vile vita, sababu nipatieni, mkakapewa mkuki. Mtume sallam akauzungusha akaurusha, wale wote wale katikati ya ule mkuki kipita wameanguka kwa ile nguvu ya ule mkuki ulipopita. Kisha akampiga kwenye kiuno, alikuwa mvadira kwa haikuingia katika mwili wake, ikapiga kwenye chuma, akabingiria yule bwana mpaka asema qatalani Muhammad, qatalani Muhammad, ashani huwa aliniambia yeye Makka. So Mtume sallam alimwambia, tuona hapa, alimshika akamwambia, anta ana alladhi saqtuluka, wewe kaa ukijua iko siku mimi ndio nitakuua. Alipokuwa kimuudhi Mtume sallam Makka, huyu alimwambia, asema aliniambia na mimi najua ni kweli maneno yake, ataniua. Jamaa hebu tuone, hakufanyika chochote. Wacha uoga bwana, haijafanyika chochote, haujadungwa wala imedunga kwenye chuma. Si warudi zao huko. Akawapiga kelele mithla thaur, kama jing'ombe njiani. Warudi wapi? Makka. Akafia njiani. Alimrushia mkuki ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo pekee Ubay ibn Khalaf. Na huyo ndio Mtume sallama asema katika wale wanaoacha swala, wa hushira ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay ibn Khalaf, ndio huyo. Mtume sallama asema tariku swala atafufuliwa na hao watu wanne, Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay ibn Khalaf, ndio huyo hapa Ubay ibn Khalaf. Hawefikiria umfufuliwa na Ubay ibn Khalaf kuna usalama gani? Tariku sala afufuliwa na Firaun, jamani, kuna usalama hapo? Wewe angalia, umfufuliwa uko chini ya bendera ya nani? Ya Firaun. Yaqdumu qaumahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mawrud. الأسود بن المطلب ابن أسد مات كافرا قبل غزوة بدر الكبرى، هو الكوفة قبل فيتا بدر. نكون الأسود بن عبد يغوث مات كافرا قبل غزوة بدر الكبرى، نوبيا الكوفة قبل فيتا بدر. فهؤلاء كانوا أشد على المؤمنين muthabaratan bil adha, hawa ndio walikuwa wakiwaudhi sana. Yani kuna watu wakisikia tu kumesilimu mtu, yeye atakaende pia pale ende akamuudhi yule mtu. Na hawa walikuwa ni viongozi, lakini wa ma'ahum sa'iru Quraish, wako pamoja na wenzao, lakini hao ndio walikuwa kiongozi. Kwa hiyo walikuwa wale ambao wawaadhibu wale ambao hawana watu wa kuwahami, wako wale ambao walikuwa kiwaudhi. Ibn Ishaq asema
وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة عنبه وأخزاه. na Abu Jahl huyo Abu Jahl ndio jifasiki ovu kubwa. Huyo alikuwa kiwaghuri na kuwatia maneno makuraish yoyote ya kisilimu ili kwenda kumuudhi. Akisikia mtu amesilimu na yule mtu labda ni mtu yuheshimika katika makuraish, akisikia kuna mtu amesilimu katika watu waheshimika katika makuraish, sababu ni hatari kwao, humlaumu sana, kisha akamtupia kila aina ya aibu. Waqala tarakta dina abika wa huwa khairun minka. Wana fitna natia, wewe umewacha dini ya babako na babako ni mbora kuliko wewe, ama wewe mbora kuliko babako. Wana vile wanavyokuja. Yani lau kama hii akili yake ya kipumbavu angeitumia katika usawa, huyu mtu angelikuwa mbali sana, angelikuwa leo atajwa katika tarehe asifiwa. Lakini jitu jinga alikuwa na akili akaitumia kwenye uovu. Na wako watu wa namna hii. Kuna watu kaona waovu wako kwenye batil, ni watu wapenda makr. Sasa sio makri yako ungeitumia kwenye khairi, angalau ukafanya jambo la maana. Katika maneno ambia wewe umeacha dini ya babako bora kuliko wewe, na uacha dini ya babako bwana. La nusaffihanna hilmaka, sisi tutahakikisha tutawafanya watu wote kuone mpumbavu kabisa. Wewe mfuata yule bwana, tutaambia wewe tu mjinga, hakuna kama wewe. Tueneze kwa si alikuwa heshimiwa. Kwa rai yako pia tutaifanya ionekane ni mtu mpuzi kabisa, wewe huna maana mbele ya makuraishi. Wala nadha'anna sharafaka, ule utukufu wako wote tutauondoa, hatukuheshimu tena. Wa in kana tajiran, na ikiwa ni mfanyi biashara sasa, qala wallahi lanuksidanna tijarataka, wallahi tutahakikisha utapata hasara kwenye biashara yako. Wala nuhlikanna malak, na mali yako yote tutaiangamiza sisi. Wa in kana dha'ifan, Allahu akbar, akimpata mmoja dhaifu, dharabahu wa aghra bihi, humpiga kisha akamwambia na makureish, jamani huyu munayo, tia maneno watu audhiwe yule mtu. Huyo alikuwa nani? Abu Jahl. Tumetaja kuwa wako masahaba ambao walikuwa katika kaumu yao hawawezi kukaribiwa, hawakuudhiwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika wale ambao walikuwa makuraish wapiga hisabu katika kumkaribia kwa sababu ya nani? Ya ammi yake Abu Talib. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه 7. مسعود سيما watu wa kwanza waliodhihirisha uislamu wao 7. رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. هو تسلم. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب. أما متوم صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى akajalia sababu ya kumhami mtume wake ammi yake Abu Talib. Wa amma Abu Bakr famana'ahu Allah biqaumihi, Abu Bakr kuheshimiwa na watu wake, kwa hiyo wakawa wao wamhami si kwa sababu ya Uislamu, wamhami kwa sababu ya ukabila. Huu kabila yetu. Na Waarabu wako namna hiyo, ukabila ni kitu walikuwa wakikiweka mbele, na mpaka kesho ukienda kule Yaman ndivyo walivyo. Inshallah ankosea utabebewa bunduki kila mahali, usimguse. Sasa lau kama itatumika kwenye haki hii, basi ni khairi kubwa sana. Hata Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi alipotoka kusoma Madina akirudi Saada, ilikuwa ni mji wa Mashia Zaidia,
sasa hivi wamegeuka 12 Shia zaidi. Ikawa asema akisimama msikitini innal hamdalillah, asema darabuni darban shadida Allah yaghfir lahu warhamhu. Jamaa wampiga asema a'udhu fil yawm athani. Siku ya pili biasimama innal hamdalillah idribu hadha alwahabi, asema wampiga tena wampiga. Jamaa zake asema jamani mtu wetu yapigwa huyu na sisi tunkaa hapa. Jamaa siku akasimama na mabunduki, mmoja amguse aone kama tulizi risasi hapa ndani ya msikiti. Ndio ikawa sababu ya watu wake kuongoka, na ndio ikawa sababu ya da'wa kusimama. Wakawa wamlinda afanye da'wa, fanya da'wa na hakuna mtu atakugusa. Sasa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu kabila lake likawa namna hiyo, hakuna mtu aliyeweza kugusa. Wa amma sairuhum, hao waliobakia sasa watano tuliwataja, fa akhadhahum almushrikuna wa albasuhum adra' alhadid, waliwachukua washirikina wakawavisha dir'a ya chuma, zile ama za vita zile za chuma. Wasaharuhum fi shams, shakaweka kwenye jua. Fama minhum min ahadin illa waqad watahum ala ma aradu illa Bilal, hakuna yeyote katika wao isipokuwa aliyafikiana na wao wanachokitaka isipokuwa Bilal. Yani amedhihirisha kinyume na vile anavyoitakidi, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Hii sheria imeruhusiwa. Wewe waadhibiwa, wataka kuuawa, kikubwa useme kuwa wewe si basi nishawacha ili uachiliwe, lakini ndani ya moyo wake ni Muislamu. Ama Bilal la, fa innahu hanat alayhi nafsuhu fillah. Bilal alifanya subra, ikawa nafsi yake si chochote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hana ala qaumihi, watu wake wakamuona si chochote, wakawa muadhibu. Fa akhadhuhu wa a'tawhu alwildan, wakamchukua wakampa watoto bwana. Faja'alu yatufuna bihi fi shi'ab Makkah, yani wafanywa kama mbuzi vile, wafungwa kamba hivi, kisha watoto kuchezea kama vile tiara. Siyafahamu wazunguka na wewe, wajua tiara kaiti ile warushwa hivi na uzi. Sasa wewe wachezewa na watoto, yani kiasi hiki wazunguka naye Makkah huko wakimpiga mawe, wewe wakimfanyia nini kama ambaye si binadamu. Wa huwa yaqulu ahadun ahad ahadun ahad, naye wakariri neno ahadun ahad. Bilal radhiyallahu anhu arda. Tutaona hapa mbele kwa Abu Bakar alifanya kazi kubwa radhiyallahu anhu, akawa yuwatafuta wale watumwa waliosilimu mmoja mmoja, akiwanunua akiwachilia huru, awanunua akiwachilia huru. Na mmoja wao nani? Bilal. Akamnunua, sasa uko huru, fanya ibada utakavu, uko huru bana. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأخذه عمه الحكم ابن أبي العاص. tumemtaja الحكم بن أبي العاص walikuwa ni katika wale walikuwa kiadhibu wale waliosilimu. Uthman ibn Affan alikuwa akichukuliwa na huyu ni ammi yake. Fayuthiquhu ribatan, kisha mfunga kwa makamba. ويقول له أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث, wewe wacha mila ya babu zako na baba zako waje kwenye dini ya uzushi bwana, umezuliwa juzi tu. Wallahi la ahulluka abadan hatta tad'a ma anta alayhi min hadha ad-din, wallahi sikufungui wewe mpaka uiache hii dini. فيقول عثمان رضي الله عنه والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه, والله siwachi, wajisumbua tu, siwachi kabisa hii dini. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه, alipoona kila anachokifanya hafaulu akamwacha. الزبير بن العوام رضي الله عنه يأخذه عمه ويلفه في حصير, na hii katika njia za adhabu alikuwa kiadhibiwa. Amchukua kisha amfunga kwenye mkeka, amfunga ndani ya mkeka yani. ويدخن عليه بالنار, kisha chini atia moshi
moto, yani ile pumzi yake atakuvuta avuta moshi. ويقول له ارجع إلى الكفر, رجع كل الكتوك kwenye كفر. فيقول الزبير رضي الله عنه لا أكفر أبدا, ni mjisumbua, fanya utakayofanya, mimi siwezi kurudi tena huko kabisa. Katika wale walioadhibiwa Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu wa arda. Mus'ab ibn Umair روى ابن سعد في طبقاته أن مصعب بن عمير كان فتى مكة شبابا وجمالا. هو مصعب بن عمير مwangalia hivi, Mus'ab bin Umair alikuwa ni kijana wa Makka, kijana mdogo, ana uzuri wa ajabu sana. Wasema nini? Handsome. Nywele zake zile ukiziona watamani umwangalie tu, radiyallahu anhu arda. Wakana abawahu yuhibbani, sasa si kuwa yeye yuko vile, na babake na mamake wampenda sana. Kwa hivyo wasemaje Kiswahili, wamdekeza, sio wamtendekeza sana. Wakanat ummuhu mali'atan kathiratan mal, na mamake alikuwa tajiri sana, ana mali nyingi. Na ndio maana Mus'ab bin Umair, msahau jina la ndugu yake, alitekwa katika mateko wa Badr, akawa mwambia yule alimshika katika masahaba, au thiqhu, mfunge vizuri huyo, babake na mamake wana mali watatoa hapa, au thiqhu ya akhi. Sasa alikuwa akimtizama, si mimi ndio ndugu yako? Anambia dada, huyu ndio ndugu yangu. Una ndugu gani kafiri wewe? Una ndugu wote na mushrik. Sababu akimwambia mimi najua wana pesa hao, shike vizuri huyo, kamate, wataleta fidia nzuri kutoka Makka kule. Kwa walikuwa na uwezo mkubwa sana pale Makka, wajulikana. Huyu mama huyu, taksuhu ahsana ma yakunu min athiyabi wa araqahu, alikuwa akivalishwa nguo nzuri kabisa, tena ile nzuri alafu nyembamba kabisa, ambayo haiumizi hata ngozi. Sikuvaa nguo za ajabu ajabu, avalishwa nguo yake anaoivaa utashangaa. Mus'ab bin Umair, wakana a'tara ahli Makkah, na alikuwa manukato anaweka hakuna mfano wake watu wa Makkah. Wasema katika tarehe kuwa mpaka nguo zake zilikuwa zikifuliwa, watu wakipigania yale maji yale, baada ya nguo kufuliwa yale maji yale waifanya utru, maji yake. Na akipita mahali watu wote wasema Mus'ab ampitia na hapa, yani ajulikana anavyonukia. Kuna watu humu ukiswali karibu yao utajua hiki nini. Hebu vijana jamaa pia kumbaridi, acha afadhali niseme mabalu aqwamin sallala Allahu akbar, mpaka ruku, akiruku Allahu akbar utafikiri afanya mazoezi pale kwenye swala nini, yabidi. Hebu jamaa angalieni jamani, shabu ya uzo shilingi 50 tu pale markiti, chukua, ukimaliza kuoga weka, msiwaudhi wazee. Kuna watu afadhali usujudu hapa msikitini usikia harufu ya dawa ya kunguni. Msiwafanyie watu hivyo, mwajijua wenyewe vijana, watakana unukie bwana vizuri. Siku hizi kuna perfume mpaka za shilingi 150 200, zile ndogo zile, chukua ile jipake, angalau wenzako wa ubavuni usiwaudhi. Turudi hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kuhusu Mus'ab bin Umair alayhi salatu wassalam, ma raaitu bi makkah ahadan ahsana limmatan, sijaona kijana Makka ana nywele nzuri kama nani? Mus'ab bin Umair. Wala araqa hullatan, katika nguo hakuna mfano wake. Wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair, hakuna mtu ameneemeka pale Makka kama kijana Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair akiwa katika neema kama hizi, fabalaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila al-islam fi dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam, kasikia habari kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alingania watu katika Uislamu.
kwenye nyumba ya al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Fadakhala alayhi faaslama wa saddaqa bihi, kaingia aliposikia maneno yale mazuri akasilimu akamsadikisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kharaja fakatama islamahu khawfan min ummihi wa qaumihi, kisha akatoka lakini akauficha uislamu wake akimwogopea mama yake na watu wake. Fakana yakhtalifu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sirran, ikawa aenda kwa mtume sallam lakini kwa siri, hakuna mtu ajua. Fabasara bihi Uthman ibn Talha yusalli, huyo Uthman ibn Talha akamuona yuwaswali. Fa akhbara ummuhu wa qaumahu, basi kweli jamaa likaenda kupeleka habari, bwana namuona yuwaswali tena, namuona na macho yangu yaingia kwa hiyo, mimi mwenyewe namuona. Huyo bwana akatoa habari kwa mamake na kaumu yake. Fa akhadhuhu, wakamshika Mus'ab. Fahabasuhu, wakamfunga. فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى, wakamfunga mpaka ilipotolewa ruhusa ya hijra ya kwanza kwenda Habasha. Mus'ab bin Umair alikuja hapa Ethiopia, akakimbia kuja Habasha. ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا, waliporejea waislamu na yakarejea. فرجع متغير الحال قد غلظ, akirudi hali yake ngozi imekuwa kama nyoka akiitoa vile. Yule Mus'ab bin Umair ulikuwa mjua hutomtambua, ambadilika kabisa kwa taabu aliyoipata yule alikuwa wakati ule kuvile. Na huyu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu arda, ndio mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya hijra amemtuma wapi? Madina, aende akafanya da'wa. Kijana mdogo kabisa akaenda Madina kufanya da'wa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuingia Madina isipokuwa kila nyumba katika nyumba za Madina umeingia Uislamu, ikiwa si wote basi baadhi yao wamesilimu kwa da'wa ya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu arda. Yenda fanya da'wa. Na hizi neema zote alizokuwa akiishi nazo akaziwacha lillahi ta'ala. Akauawa katika vita vya Uhud, akakosewa sanda ya kumfunika, sanda isipokuwa kitambara kimoja tu, ikawa kifuniko upande wa miguu, kichwa chaonekana, akifunika upande wa kichwa, miguu yaonekana. Mtume sallallahu alayhi wasallam mfunikeni upande wa kichwa, kisha miguuni akawekewa nyasi zile za idkhir, miti ile majani ya idkhir. Huyo Mus'ab bin Umair kauawa katika vita vya Uhud. Ajiri yake atakwenda kuikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa katika dunia, kupata chochote katika vitu vya kidunia. Lakini hili alikumregesha nyuma kweli, kwa sababu mmekosa zile neema zote nilizokuwa nazo za kidunia. Aliwacha kila kitu kwa ajili ya Allah subhanahu. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu arda. سعيد بن زيد رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم, عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم alikuwa kijana hajafika miaka 30, ana nguvu. Na wakati ule nataka muelewe kitu kimoja, si kama sasa aweza kuwa kijana mfika miaka 30 lakini nyumbani kwao hakuna mtu yote amshughulikie, hata akasema nini hakuna hata mtu hana habari naye. Walikuwa wale vijana wakati ule wakishughulishwa katika mambo yao makubwa. Na ndio maana waweza kusikia kwa mfano Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu amekufa akiwa na miaka 38, lakini ndio alikuwa sayyidu qaumihi, yeye ndio sayyidul qaum, na miaka 38 akifariki. Kijana mdogo tu, lakini akiheshimiwa katika watu wao. Ama sasa waweza kufika miaka 40 wewe kwenu hata kuzika ushughulishwe. Wacha nini, hata maiti pia akifa mtu pale nyumbani wewe ushughulishwe. Na hili laletwa pia na namna sisi tunavyojiweka. Ukijiweka mtu rejareja hivi una maana, na watu watakuchukulia una maana.
ukijiheshimu na watu watakuheshimu. Kwa Umar Khattab alikuwa kijana mdogo lakini akisikilizwa sana na Makuraish, wamjua, wamtambua na aogopewa kabla ya kuingia katika Uislamu. Sasa kabla ya kuingia katika Uislamu akamshika Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufair radhiyallahu anhu ويعذبه على إسلامه أكوى يومذيب وكسليم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام وقبل أن يسلم عمر. سمع نكمبوك بزور سانا وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه kabla ya kusilimu alinifunga kwa sababu ya kusilimu kwangu, akinidhalilisha, kunilazimisha mimi kurudi katika kufuru. Na hii ni kabla ya kusilimu kwa Umar radhiallahu anhu arda. Aliposilimu hivi hivi alivyokuwa ni mkali katika alivyokuwa kabla ya kusilimu, akageuza sasa hivi. Nasema pale ndio mambo yote yakabadilika. Yani Uislamu ulipata nguvu sana kwa kusilimu kwa Umar radhiallahu anhu. Tutakuja kuzungumza inshallah, ama tulizungumza kwa nyuma kusilimu kwa Umar radhiallahu anhu. Katika wale walioadhibiwa Bilal radhiallahu anhu arda, wakati umesonga sana, lakini wacha tumalizie Bilal kwa kifupi tu. Kana Bilal ibn Rabah radhiallahu anhu مولى لبعض بني جمح، alikuwa ni mtumwa wa kabila bani Jumah. يخرجه سيده أمية بن خلف لعنه الله. هو tumemtaja Umayya ibn Khalaf alikuwa akimtoa Bilal radhiyallahu anhu idha hamiyat ash-shamsu waqta adh-dhahira, lile jua likiwa kali wakati wa karibia wakati wa dhuhuri. فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، kisha amweka katika ardhi ya Makkah kwa maungo yake. ثم يأمر بالصخرة العظيمة، kisha amrisha jiwe kubwa. فتوضع على صدره، liwekwe juu ya kifua chake. yani si wachomeka wewe kisha wekewa juu uzidi kuchomeka. ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت، kisha amwambia hutawacha kuwa namna hii mpaka ufe. أو تكفر بمحمد، أو كفور محمد، وتعبد اللات والعزى، mpaka umwabudu Lata na Uzza. فيقول وهو في ذلك البلاء، بلال أسمع akiwa katika mtihani huu أحد 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 أحد، akawa katika hali kama hii. Lakini wajua wakati aadhibiwa na yeye aikumbuka tauhid na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ile ladha anaoipata katika kujua neema ya Allah ya kumpa tauhid yamsahaulisha yale maumivu anayoyapata kutokana na wale washirikina. Ikawa akariri neno ahadun ahad, akumbuka kuwa kuna pepo kesho. Ni kweli tuadhibiwa hapa, lakini kuna hili tutapata mbele ya Allah. Amkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yasaidia sana kuondoa ule uchungu anaopata mtu katika hii dunia kwa ajili ya kuisimamia haki. Kuwakumbuka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna ajiri kubwa. Na sisi tumetoka wapi katika shirka, Allah akatupatia neema ya tauhid. Kwa huu ni Bilal radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kuna wengine ambao wameadhibiwa familia nzima. Alu Yasir, ambao ni Ammar ibn Yasir na baba yake na mama yake. Hawa tutakuja kueleza namna walivyoadhibiwa insha Allah taala katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.